na ninahitaji usikilize kwa makini. Kuna eneo tumenasa. Fikiria upo kazini na maisha yanakupeleka mbio mbio. Ukiacha kazi hali itakuwaje? Unategemea chanzo kimoja tu, mshahara. Umekalia kutikavu, muda si muda utastaafu, hali yako inakuwaje? Biblia inaposema wekeza sehemu 7 hadi 8 haitanii, inakuambia huwezi kujua itakalotokea mbele. Maanake uwe na kazi, chanzo cha kwanza; uwe na safari, chanzo cha pili; uwe na posho, chanzo cha 3; umejenga vijumba vya kupangisha, chanzo cha 4; umeweka UTT, chanzo cha 5; umeweka benki kuu, chanzo cha 6; umeweka benki, chanzo cha 7. Kwenye maisha huwezi kujua kazi itakayokutoa kiuchumi na kuwa tajiri ni ipi. Tunapozungumzia kuwekeza, tunazungumzia swala la wewe kuwa na zaidi ya chanzo kimoja cha mapato. Ndio tunachomaanisha. Kidogo upate kwenye ajira, mshahara; kidogo upate kwenye allowance kazini; kidogo upate kwenye kigenge chako; kidogo upate kwenye duka lako; kidogo upate kwenye hisa; kidogo upate UTT; kidogo upate kwenye bondi; kidogo upate kwenye duka la mtaa wa pili; kidogo mkopeshe mtu mwingine. Umewekeza sehemu ya fedha zako. Haleluya! Kuna nguvu imewakamata watu, hawaangalii faida, wanaangalia shughuli. Kinachowaburudisha wao ni kutoka kwenda kufanya kazi, lakini hawaangalii matokeo kama ni faida ama hasara. Watu wote ikifika jioni, hasa huko mikoani, wote kitandani. Ukipita saa 1 jioni utafikiria kuna msiba, kimya kama makaburini. Halafu watu wanajiuliza kwa nini watu wa mikoani ni maskini. Lazima uweke maslahi yako mbele kwenye biashara na kazi na faida. Kawekeze kwenye ardhi yenye kukulipa kodi. Kawekeze kwenye nyumba ya kupanga, vyumba vya kupanga. Jenga vingi kama bewa la treni. Kaweke pesa UTT. Lazima ujenge tabia ya kuchukua sehemu ya mapato yako, iwe ni mshahara, iwe ni sadaka, iwe ni faida, ukawekeza mahali pa thamani, hazina. Nitataja baadhi ya vitega uchumi. Cha kwanza, ni muda wa kuchukua nafasi yako katika meza ya HW, tuwasilishe kwako mawazo yenye tija kwa maneno ya dhahabu, kukupa hamasa na kukujengea uwezo wa kufanya zaidi na kuwa zaidi. Welcome to the home of positive vibes. Lazima ujenge tabia ya kuchukua sehemu ya mapato yako, iwe ni mshahara, iwe ni sadaka, iwe ni faida, ukawekeza mahali pa thamani, hazina. Nitataja baadhi ya vitega uchumi. Cha kwanza, mahali pa kwanza pa kuwekeza kwa kina mama na kwa kina baba. Kawekeze kwenye ardhi yenye kukulipa kodi. Kawekeze kwenye nyumba ya kupanga, vyumba vya kupanga. Jenga vingi kama bewa la treni, kama SGR. Vyumba hivi kutoka hapa mpaka pale, vyumba vimejaa. Ukijenga vyumba 10, kila mmoja ukichukua shilingi 50,000, una shilingi 500,000 kwa mwezi. Hujaishi. Shida yako wewe kutaka kujenga mijumba ya kifahari, halikupi chochote. Tega uchumi cha pili, kaweke pesa UTT. Wangapi wamewahi kufungua account UTT? Nyosheni mkono. UTT, nyosheni mkono. Hao walionyosha mkono kama ni rafiki zenu, waulizeni, watawasaidia. Sehemu ya 3, kawekeni kwenye amana ya muda mrefu, fixed deposit, benki. Kama mtu anataka kukukopa, usimpe kisogo. Tusomee Mathayo 5:42. Neno la Mungu linasema, asante, akuombaye mpe, naye atakaye kukopa kwako usimpe kisogo. Rudia. Akuombaye mpe, naye atakaye kukopa kwako usimpe kisogo. Asante. Natamani kama kungekuwa kuna mtu ana amplified Bible
Kama kuna mtu ana Amplified Bible, ukiisoma ile imependeza zaidi. Lakini sasa hapa sio rahisi. Ukisoma Biblia Kiingereza anasema kuombaye mpe. Lakini yeye anayetaka kukukopa pesa wewe, mkopeshe na mtoze riba. Narudia tena. Hii ya Kiswahili inasema kuombaye mpe, naye anayetaka kukukopa usimpe kisogo. Sasa tutajaribu kukopeshana humu ndani. Kuomba ni msaada. Ndio nasema kuombaye mpe. Manake hana uwezo wa kukupa, kukurudishia. Kwa hiyo unampa. Ndio sasa aombaye mpe. Manake msaidie. Manake ni grant. Manake ni ufadhili. Ni pesa unaompa mtu bila kuirudisha. Lakini natamka chanzo cha pili cha mapato, nasema naye anayetaka kukukopa usimpe kisogo. Mpe mkopo uso kwa uso, usimgeuzie kisogo. Sasa tutafanya zoezi hapa. Nimepata Amplified. Okay, tusomee Amplified, tusikilize. Give to him who asks of you, and do not turn away from him who wants to borrow from you. Okay, don't turn away who want to borrow from you. And with interest. Yep. Sawa, Mheshimiwa Mama Maboya, tunaomba utusomee kama kuna microphone inaweza ikaenda kwake kama itasikika. Na ninahitaji usikilize kwa makini. Kuna eneo tumenasa. Na ninahitaji usikilize kwa makini. Kuna eneo tumenasa. Hatufikirii kuwakopesha watu kwa riba. Hatufikirii kuanzisha vikoba tukazungusha pesa. Biblia inaruhusu kuzungusha pesa kwa riba, kwa vikoba. Haleluya! Inasema yeye anayekuomba pesa mkopeshe kwa riba. Na aliyetamka haya maneno ni Bwana Yesu. Mnashangaa. The one who want to beg from you, lend him, give him loan at an interest rate, not free money. Tusomee Mheshimiwa Mama. Anasema give to him who keeps on begging from you, and do not turn away from him who would borrow, kwenye bracket akasema at interest from borrow you. At interest from you. Mwambie jirani yako usiogope kumkopesha mtu, mtoze na riba. Haleluya! Hii mambo kukopeshana bure bure ndio inatuleteaga shida tu. Hela zako wewe hazikui, na ule mwingine umemjengea utegemezi. Kila saa anakuja, naomba. Mwezi uliopita umeniomba, mwezi ule umeniomba, na mwezi ule uliopita umeniomba. Ngoja nikuchomekee riba pale, utakoma kuniombaomba. Huna uwezo wa pesa, nenda kaombe msaada. Ndivyo ninavyosema. Aombaye mpe, manake huyu hana uwezo. Halafu kuna koma, naye atakaye kukopa usimpe kisogo. Tunajaribu sasa. Scenario ya kwanza, watu wawili, muombe mwenzako pesa. Halafu akikuomba pesa, mpe kisogo. Si mnaangaliana hivi, unamgeuzia kisogo hivi. Haya, anzeni. Chagueni wawili. Haya, muombe pesa. Mpe kisogo. Kisogo cha nguvu mpe. Sawa. Twende scenario ya pili sasa. Scenario ya pili, Biblia inatuambia usimpe kisogo. Hicho ulichomfanyia mwanzoni usimfanyie. Akikuomba mpe kwa riba, manake mpe uso kwa uso, mkono kwa mkono, riba kwa riba. Haleluya! Haya, tujaribu mara ya pili. Muombe. Halafu mpe uso, usimpe kisogo. Mpe uso. Ipi inapendeza, ya kwanza ya pili? Kamtoze jirani yako na riba. Haleluya!
Bwana Yesu alikata mzizi wa fitina, kukopa bila kutoza riba. Alisema chaneni nayo mambo, chaneni nayo mambo. Hela yako haikui, kila siku hela yako kwenda kwa watu wengine imebakia pale pale, uchumi wako umebakia pale pale, kipato chako kimebakia pale pale. Jitahidi kumtoza mwingine riba, kwanza itakupunguzia usumbufu, watakuwa waji. Lakini pili, ukitoa inazalisha. Tatu, umeokoa muda. Wewe ulitumia muda kutafuta ile pesa, huwezi kuachia tu pesa inazunguka mtaani haizalishi. Kazi yake ni kupotea. Na kanisani huku tunaleteana hadithi, shetani kajiinua, shetani kajiinua, shetani kajiinua. Kajiinua wapi bwana? Turudishie hela zetu. Haleluya! Kawekeze kwenye vyumba vya kupangisha. Nilizungumza mifano mitatu, si ndio? Mfano wa 4, kawekeze benki kuu. Mfano wa 5, benki kuu. Ukienda kwenye mfano wa 4, unawekeza benki kuu kwenye kitu kinaitwa bondi ama hati fungani. Hati fungani kawekeze kule, kutakusaidia wewe, riba utapata pale. Mfano wa 5, kawekeze kwenye mabenki yaliyotulia yanayolipa riba. Mfano wa 6, kawekeze kwenye kikoba, mradi mwenyekiti na katibu wawe na sura ngumu. Kuna kuchekeana hapa. Kila siku vikoba vya wapendwa ndio vinafilisiwa na shetani. Sasa tunasaidia nini? Tuna Yesu huku shetani anafilisi. Wapi na wapi bwana? Ni uzembe tu wa viongozi. Umetukopa, tutakukamata na kuhakikisha unarudisha pesa yetu. Hizi ni pesa za watu, sio pesa zangu. Huyu alijinyima kwenye mshahara akaweka. Huyu alipewa hela ya mboga nyumbani akapiga panga akaweka kwenye kikoba. Huyu alitoa wapi? Halafu baadaye unatuambia umechukua hela zetu umekopa, unatuambia huwezi kulipa. Maana ni hasara kwetu. Nani anataka hasara? Tutaki hasara sisi. Turudishie hela zetu kwanza. Halafu hadithi za shetani utatuelezea baadaye huko. Haleluya. Biblia inasema tuwekeze japo sehemu 6, 7 hadi 8 kwenye ile Mhubiri 11 mstari wa 2. Neno la Mungu linasema uwagawie sehemu watu 7 hata 8, maana hujui baa gani litakalokuwa juu ya nchi. Asante. Uwagawie kwa sehemu 7 hadi 8, maana uwe na kazi, chanzo cha kwanza, uwe na safari, chanzo cha pili, uwe na posho, chanzo cha 3, umejenga vijumba vya kupangisha, chanzo cha 4, umeweka UTT, chanzo cha 5, umeweka benki kuu, chanzo cha 6, umeweka benki, chanzo cha 7. Biblia inasema hadi 8. Muulize jirani yako, una vyanzo vingapi vya mapato? Ngoja na mimi nianzishe kanisa, nitakuwa na chanzo cha 9 kabisa. Sadaka zile pale, kikapu kile pale. Haleluya. On a serious note, muulize jirani tena, una vyanzo vingapi? Umefika 7? Kakwambiaje? Fikiria upo kazini na maisha yanakupeleka mbio mbio. Ukiacha kazi hali itakuwaje? Unategemea chanzo kimoja tu, mshahara. What if kesho umeamka bosi kabadilishwa, kazi hauna? What if limetokea lisilotarajiwa, mapato yamekata? What if tumeambiwa tulieni ndani na hauna chanzo kingine cha mapato? Imetokea tauni, tukaambiwa tulieni, kuna ugonjwa umetokea huko, halafu kaambiwa tulia ndani. Una uwezo wa kuishi? Kwa hiyo haya mambo Biblia inaposema wekeza sehemu 7 hadi 8 haitanii.
Ninakwambia huwezi kujua litakalotokea mbele. Wewe ni kiongozi, mheshimiwa mchungaji, mheshimiwa mama mchungaji, jambo zuri. Umeolewa, mumeo ndio mchungaji. Wewe ni mama mchungaji kwa sababu kiongozi aliyekuoa ndio mwenye nafasi. Muda wa kustaafu umefika. Title ya mama mchungaji imeondoka. Fungu la 10 aliji kwako, linaenda kwa mama mchungaji mpya. Hukuwahi kujipanga, inakuwaje? Ndio mnatuletea shida makanisani huko. Kazi yenu ni kukata makanisa. Kwa nini unakimbilia kikapu cha sadaka? Kwa sababu kuwaza kuwekeza kwenye sehemu 7 hadi 8. Kwa kila siku pigana na askofu, pigana na askofu. Sisi ndio tulianzisha hii huduma, sisi ndio tulianzisha. Sisi, muda wako umefika, kaa pembeni. Haleluya! Wache wengine wasonge mbele na kazi. Shida ni kwamba ukujipanga. Biblia inatuambia naye Mungu humpaga mtu mbegu na mkate. Wewe unapopokea sadaka ujue ndani yake kuna mbegu. Unapopokea mshahara ujue ndani yake kuna mbegu. Nenda kapande sehemu 7 hadi 8. Jambo la 5. Anaye manage time atakuja kunisaidia muda ukifika, niambia bwana, pumzika sasa. Lakini mimi nina energy ya kutosha tu. Nimetoka Dar kuja kuhubiri na nguvu, lakini sitaki kuharibu muda. Jambo la 5 la kukusaidia kujenga uchumi imara kama mwanamke ni kuzingatia faida. Faida, andika faida tu. Hivyo hivyo. Faida. Mithali 31 mstari wa 18. Neno la Mungu linasema, huona kama bidhaa yake ina faida, taa yake haizimiki usiku. Huona kama bidhaa yake ina nini? Anahitaji sauti zenu. Huona kama bidhaa yake ina faida. Tutulie. Unapouza bidhaa, lengo liwe kupata faida. Usituletee hadithi nyingine. Unaenda kufanya biashara, hasara haimpi utukufu Mungu. Hasara haikuongezei wewe pesa zaidi ya kukata mtaji. Hasara inakupotezea muda. Biblia inatuambia yule mwanamke wa Mithali 31 mstari wa 18, anapochukua bidhaa ya kwanza, anaangalia kama kuna faida ndani yake. Hamna faida, anaachana nayo. Kuna faida, anakimbizana nayo. Wewe unaangaliaga faida. Faida maana yake nunua kwa bei ndogo, uza kwa bei kubwa. Ndio maana faida. Faida maana yake gharama za kuzalisha ziwe ndogo, unapouza mapato yawe mengi kuliko gharama. Wengi wanafanya biashara, wengi wanatengeneza hasara. Siku moja nimepita huko mtaani na niko kazini. Wafanyakazi wenzangu sasa, bosi, tumependa hii perfume unaopiga, tunaona kama inanukia vizuri. Nikamwambia ni sawa, tuuzie. Nikamwambia nipeni bei, tutakupa shilingi 20,000 kwa chupa. Nikamwambia sawa. Nikaenda Kariakoo, kanunua shilingi 4,000. Nikauzia shilingi 20,000. Kila chupa moja 16,000 faida. Pesa ya mtu mmoja nilinunua chupa za watu wote. Shilingi 4,000 kwa 20,000, unaionaje hiyo? Imependeza, haijapendeza? Petro alipoitwa na Bwana Yesu akauliza, sisi tunaacha kila kitu tukikufuata wewe tutapata nini? Lazima uweke maslahi yako mbele kwenye biashara na kazi na faida. Tunakosaje nauli ya kuja kwenye mkutano mzuri kama huu? Something is wrong somewhere. Huwezi kuuza mandazi kwa hasara. Huwezi kusogea mbele kwa kuuza vitumbua kwa hasara. Huwezi kuanzisha genge kila siku wewe mtaji unakata. Manake kuna kitu cha hasara, unatakiwa utengeneze faida. Faida manake nenda kauze kitu zaidi ya bei ulionunulia wewe. Ndio maana faida.
Isaya 48 mstari wa 17, Biblia inatufundisha kwamba Mungu mwenyewe ndio bingwa kutufundisha jinsi ya kutengeneza faida. Isaya 48:17. Neno la Mungu linasema, Bwana mkombozi wako mtakatifu wa Israeli asema hivi, mimi ni Bwana Mungu wako nikufundishaye ili upate faida, nikuongozaye kwa njia ikupasayo kuifuata. Mimi ni Bwana Mungu wako nikufundishaye ili upate. Mungu anamfundishaga mtu kutengeneza faida. Wengi mkimwonaga faida mnamwona shetani badala ya kumwona Mungu. Siku moja niliitwa kwenye mkutano kama hivi. Wakati najiandaa nikasikia Mungu ananiambia, ukisimama mbele waambie faida sio dhambi. Nikasimama mbele nikamwambia faida sio dhambi, faida sio dhambi. Lakini nikasema Mungu nisaidie, wataniuliza hao wapendwa umeitoa wapi? Akaniambia kasome Isaya 48:17. Mimi Bwana Mungu mtakatifu wa Israeli ndiye ninayekufundisha jinsi ya kutengeneza faida. Haleluya! Maana Mungu ana uwezo wa kukusaidia kuuza vitu kwa bei kubwa kuliko bei ulionunulia. Nenda kachukue mzigo Kariakoo upige bei Morogoro, kachukue China upige bei Tanzania, chukua Tanzania kaupige bei Kongo. Haleluya! Tengeneza faida. Faida sio dhambi. Tunaenda kwenye jambo la 6. Kabla sienda kwenye jambo la 6 nimalizie jambo la 5. Kwenye faida. Siku moja tumeenda kwenye mkutano kama hivi. Najiandaa, basi nikasali, nilipomaliza nikasikia moyoni Mungu ananiambia kitu. Ukifika mwambie mchungaji kiongozi aje awaombee wa Kristo, kwa sababu 80% ya washirika wanafanya kazi za hasara, 20% tu ya washirika wanatengeneza faida. Nikaenda, nikasimama. Kabla ya kusimama nikamwita mchungaji pembeni, bwana mchungaji, tukimaliza ibada mimi nitaita washirika. Wewe ndio una kazi ya kuombea. Mimi kazi yangu kufundisha. Nasikia humu wote ni hasara tu. Mchungaji kiongozi ananiuliza, inawezekanaje mtu akafanya kazi ya hasara? Na mimi namwambia ndio maana unahitaji kuombea, kwa sababu kuna nguvu imewakamata watu, hawaangalii faida, wanaangalia shughuli. Kinachowaburudisha wao ni kutoka kwenda kufanya kazi, lakini hawaangalii matokeo kama ni faida ama hasara. Akasema twende kwenye ibada. Tukaenda, tukafanya ibada. Tupomaliza, watu wote ambao shughuli yao inawaletea hasara, sogeni mbele. 80% ya washirika ni hasara. Mchungaji ananiuliza, sasa hii ilikuwaje, inakuwaje? Naambia hata mimi sijui. Ukitaka kamuulize Mungu. Haleluya! Zingatia faida, achana na hasara. Mwambie jirani yako, zingatia faida. Faida sio dhambi. Mithali 28 mstari wa 8. Mithali 28 mstari wa 8, neno la Mungu linasema, yeye azidishaye mali yake kwa riba ana faida. Asante. Rudia tena. Yeye azidishaye mali yake kwa riba ana faida. Aha. Humkusanyia mtu awahurumiaye maskini. Aha, sawa. Mali inaweza ikaongezeka kwa faida. Mali inaweza ikaongezeka kwa riba. Unataka mali yako ikue, unataka uchumi wako ukue, zingatia faida. Hakuna ubaya kutengeneza faida, hakuna ubaya kutoza riba. Ukichukia, maana yake mali yako itadumaa, utapata hasara. Kwa hiyo kwa mstari huo tunaenda kwenye jambo la 6 la kuimarisha uchumi wako, ni shughuli za riba. Riba sitazungumza sana, lakini nimeshazungumza Mathayo 5:42 na nimeshazungumza kwenye mstari wa Mithali aliyousema. Biblia inaruhusu riba, lakini kwa mtu maskini asiyekuwa na uwezo ajitambulishe mapema, mimi sina uwezo, naombeni msaada.
Usianze kutusumbua sumbua hapa. Huna uwezo, huku unaenda kukopa. Utalipaje pesa? Nakuuliza tu swali. Huna uwezo, unaenda kukopa, unalipaje? Ndio tunabakia kumsumbua Mama Maboya pamoja na Mheshimiwa Mama Ruth Rioba. Naomba uniombe wafute madeni na mikopo. We, kikoba chetu tukifutiwa huko juu kwa juu, sisi tutaishi tena kwenye kikoba sisi? Tuache hizi mambo hizi mengine hii, tunadanganyana tu hapa. Haleluya! Tulipe kwanza, alafu endelea na maombi yako. Ama ukienda kwenye maombi, muombe Mungu akufungulie mlango wa kulipa, sio mlango wa kufuta. Ni hela za watu hizo, wao wanategemea wagawane mwisho wa mwaka. We huku unakimbilia kufuta wapi na wapi? Tulipe hela zetu uende mbinguni na sisi tuende mbinguni. Biashara ya fedha ni halali, kukopeshana ni halali. Biblia inatamka kwenye Mithali 3:14. Mithali 3 mstari wa 14. Neno la Mungu linasema, maana biashara yake ni bora kuliko biashara ya fedha. Tulia. Biashara yake ni bora kuliko biashara ya fedha. Biashara ya fedha. Kikoba ni biashara ya fedha. Benki ni biashara ya fedha. Bureau de change ni biashara ya fedha. Kumkopesha mtu ni biashara ya fedha. Bima ni biashara ya fedha. Pensheni, NSF, PSF ni biashara ya fedha. SACCOS ni biashara ya fedha. Biblia inasema kuna biashara bora. Katika biashara bora mojawapo ni biashara ya fedha. M-Pesa biashara ya fedha. Tigo Pesa biashara ya fedha. Airtel Money biashara ya fedha. Halotel Pesa ni biashara ya fedha. Upo katika huo mzunguko? Kama upo umejitenga, uko mbali na pesa, hakikisha unashughulika na biashara ya fedha, Mungu akikupa kibali. Haleluya! Mkakati wa 7, msingi wa 7 wa kujenga uchumi imara ni kupika mawindo. Waandika hivyo, kupika mawindo. Nitaifafanua mbele ya safari. Kupika mawindo. Lugha sahihi ya Kiswahili cha kisasa ni kuongeza thamani ama kuzalisha, to manufacture, to produce. Uconvert from raw material, kutoka malighafi iende kuwa bidhaa kamili. Naomba mnisikilize kwa makini na nitatoa na mifano. Mithali 12 mstari wa 27. Hili ni jambo zuri na jambo zito. Kwa wale mliojaliwa, hakikisheni mnapika mawindo, mnaongeza thamani kwenye bidhaa zenu. Mithali 12 mstari wa 27. Mtu mvivu hapiki mawindo yake, bali mwenye bidii anazo mali za thamani. Mtu mvivu hapiki mawindo yake, bali mwenye bidii ana mali za thamani. Sikiliza. Biblia inatujengea picha. Kuna mwindaji anaenda kuwinda. Ukimpiga mnyama, yule mnyama unayempata, awe ni mbuzi, awe ni swala, awe ni digidigi, yule ndio anaitwa mawindo. Sasa inasema mtu mvivu akishampata swala na digidigi, sungura, anaenda kumuuza kama alivyo, hampiki. Ndio mtu mvivu huyo. Lakini mwenye bidii anayechukua mawindo akapika, ana mali za thamani, ana pesa nyingi. Tafsiri yake ni hii. Mfikirie huyu mtu anayeuza nyama, mfugaji, halafu ampiki, anaenda kumuuza buchani. Buchani anamkatakata, anamuuza nyama. Nani anayetengeneza hela nyingi? Ni huyu mfugaji ama mtu wa kwenye bucha? Kwenye bucha pale anakwenda mtu mwingine, huyu anaitwa mama, anatengeneza sambusa, anaenda kununua nyama tu.
isiyokuwa na mfupa, anaisaga saga, anaipika mawindo. Akishapika anafyatua visambusa vidogo vidogo vingi. Nani mwenye hela nyingi, sambusa ama bucha? Yule mnyama aliyempiga, pengine ni ng'ombe, pengine ni swala, anachukuliwa, wanamtoa ngozi, wanaitupa. Anakuja mwingine anachukua ngozi, anaenda anaipika, anaiwekea madawa, ghafla anatengeneza kiatu, ghafla anatengeneza begi la kina mama. Nani mwenye pesa nyingi, ni huyu mwenye ngozi ama ni huyu mwenye begi la kina mama anayeuza? Umeelewa Biblia inasema nini? Rudia kusoma huo mstari. Mtu mvivu hapiki mawindo yake, anakiuza bila kukiprocess, bila kukiongezea thamani. Bali mwenye bidii ana mali za thamani, kutoka kwenye raw material, malighafi, mpaka iwe bidhaa iliyokamilika. Maanake kunahitaji bidii. Tusomee tena. Mtu mvivu hapiki mawindo yake, bali mwenye bidii anazo mali za thamani. Uvivu umetajwa tena, uvivu wa kufikiri, uvivu wa kutafuta mtaji, uvivu wa kutafuta mashine. Kila siku unauza mahindi, sawa, unauza mahindi, jambo zuri. Mmoja anachukua mahindi anaenda kuyachemsha, anayapika yale mahindi, anauza mahindi yaliyochemshwa. Nani mwenye pesa nyingi, yaliyochemshwa au mahindi ya shambani? Kwa nini haupiki mawindo yako? Why are you not adding value? Kwa nini unauza malighafi? Biblia imesema wazi, uvivu unaleta umaskini. Una maembe, mwingine anatengeneza juisi. Nani anatengeneza hela nyingi? Juisi, maembe? Nikuulize swali, kazi unayoifanya ni mawindo ama umeongeza bidii, umeongeza thamani? Unauza mahindi, jambo zuri, kwani usiuze unga? Mimi ni mwandishi wa vitabu, nimekuja na vitabu vingi tu. Sijui bwana Peter yuko wapi, sijui, sijamwona Peter. Vitabu vingi tu. Kimoja wapo Mungu alinisukuma, andika kitabu, andika kitabu. Ni jinsi ya kuongeza thamani. Mtavikuta hapo nje. Ongeza thamani, usiuze malighafi. Tanzania tuna madini tumejaliwa, yanaitwa Tanzanite. Zamani Kenya walikuwa wanauza na kupata hela nyingi kwa sababu wao wana kiwanda pamoja na India kwenye shughuli za kuprocess Tanzanite. Badala kuuza jiwe ghafi, wanalitengeneza, wakiliboresha linauzwa kwa bei kubwa sana. Kwa nini? Wameongeza thamani. Pamba tunalima Tanzania, nguo tunanunua kutoka Ulaya. Mmoja kapika mawindo, mwingine kauza malighafi. Nani mwenye pesa, yule anayeuza nguo ama anayeuza pamba? Sije ukamlalamikia Mungu. Mungu alishaeleza, unataka kuwa na mali nyingi, kapike mawindo yako. Mwambie jirani yake, pika mawindo. Mithali 31 mstari wa 13, Biblia inazungumzia habari ya yule mwanamke. Utasoma mstari wa 13, mstari wa 19, mstari wa 24. Aliweka bidii, hakuuza sufu. Aliuza nguo inayotokana na raw material ya sufu ama pamba. Aliprocess. Mstari wa 13. Hutafuta sufu na kitani, hufanya kazi yake ya mikono kwa moyo. Mstari wa 19. Subiri kwanza. Anatafuta sufu, raw material, halafu anafanya kazi yake kwa moyo, kwa bidii. Kwa bidii anaigeuza sufu kuwa mazulia, anaogeuza kuwa mashuka ama mishipi, anaigeuza inakuwa nguo, anauza finished process product. Mstari unaofuata ule 19. Hutia mikono yake katika kusokota, na mikono yake huishika pia. Kusokota manake ana raw material, ana malighafi, anasokota, anatengeneza sweta, anasokota, anatengeneza nguo za baridi, anasokota, anatengeneza majacket, ana process.
Biblia inasema mtu mwenye kupika mawindo ana mali nyingi. Uchumi wetu unategemeana na sisi tunafanya nini kwenye malighafi. Siuze malighafi. Twende ule mstari wa 24. Mstari wa 24. Hufanya nguo za kitani na kuziuza, huwapa wafanyabiashara mishipi. Hufanya nguo za kitani, hutengeneza nguo. Hatuambiwi anaenda kuuza malighafi inayoitwa sufu ama sufi ama pamba. Hapa taifa letu limesema wazi, kama nchi tunataka kuwa taifa la wazalishaji. Kwa hiyo jitahidi mama, unapofanya biashara zako za vitega uchumi na ujasiriamali, jiulize kile kitu unachokiuza, je, huwa anayekinunua anaenda kufanyia kitu cha ziada ama anakula? Kama unayemuuzia ndio mlaji wa mwisho, unafanya vizuri. Kama unayemuuzia naye anaenda kufanya kitu kingine, kuna sehemu ya faida umeipoteza wewe. Unauza maziwa, sawa, mimi nauza chai. Nani mwenye pesa? Maziwa, chai? Kapike mawindo yako. Unauza unga, sawa, mimi nauza ugali. Nani mwenye pesa? Ugali, unga? Unachokiuza unamuuzia mlaji ama ni mtu ukati anaenda kufanya kitu kingine? Yule anaenda kukibadilisha na kumuuzia mtumiaji wa mwisho ana pesa na mali nyingi kuliko huyo ambaye anauza kama malighafi. Muulize jirani yako, unauza malighafi ama bidhaa iliyokamilika? Yule mtu wa muda yuko wapi? Njoo mbele kidogo ninong'oneze huko. Bado Haya. Jambo la 8. Mkakati wa 8 wa kukusaidia kutoka kwenye umaskini. Lakini mkakati wa 7 huu, naomba wale ambao mnafanya kazi serikalini, mimi hata siwajua kina nani, lakini nasikia moyoni niseme hivyo. Hakikisheni tunawaongoza wananchi kwenye kuanzisha shughuli za viwanda vidogo vidogo pamoja na vifunganishi, ili tuongeze thamani, tupate bei nzuri. Wewe unapouza karanga hujaifunga kwenye pakiti, wewe utapata hela ndogo. Mimi ninachukua karanga naipuliza upepo pale kulitoa vumbi, nachukua naipiga kwenye kiplastiki. Anayetengeneza karanga akauza kwenye plastiki anapata hela nyingi kuliko mkulima anayelima shambani. Kwa nini usimfundishe mkulima hivyo? Umaskini mwingine wa kujitakia tu. Biblia ilishatoa jibu. Sisi badala ya kuangalia jibu la Mungu tumebakia tu kuimba pambio. Sio mbaya, lakini hakikisha unazingatia kuongeza thamani. Fundisha watu, wasaidie watu, waongoze watu, waambie huku utatengeneza hela nyingi. Usipoongeza thamani utabakia kwenye umaskini. Jambo la 8. Jambo la 8 ni maarifa. Maarifa. Uchumi mzuri unajengwa na maarifa. Kupata pesa kunategemeana na maarifa ulionayo kwenye kitu unachokifanya. Umekisomea kwa kiasi gani? Umekifanya kwa muda gani? Umejifunza kutoka kwa nani? Maarifa. Mlango wa maarifa. Shukuruni Mungu, kawapeni viongozi wazuri, wameruhusu semina ifanyike, mlango wa maarifa umefunguka kwenu. Haleluya! Viongozi wana nafasi kubwa. Biblia inasema wapo viongozi wa kidini baadhi wanaushikilia mlango wa maarifa, washirika hawatoki. Ndivyo Biblia inavyosema, mlango wa maarifa. Lakini Mungu ashukuriwe, katupatia viongozi wazuri, wametuita kutufungulia mlango wa maarifa. Haleluya! Hosea 4:6. Neno la Mungu linasema, Hosea 4 mstari wa 6, watu wangu wanaangamizwa kwa kukosa maarifa. Asante. Maarifa kwenye shughuli unayoifanya ni muhimu. Hauna maarifa unapoteza pesa. Maarifa yanajumlisha na ujuzi. Maarifa yanajumlisha na
utendaji wenye kuleta matokeo uliojifunza baada ya kukifanya kitu. Usiende kuvua samaki kama hauna maarifa ama hujambatana na mvuvi mzoefu. Maarifa yanahitaji utayari wa kujifunza. Maarifa, Biblia inasema mtu mwenye maarifa na hekima ana nguvu ya kiuchumi. Mithali 19 mstari wa 2. Mwenye maarifa ana nguvu. Mithali 19 mstari wa 2. Tena si vizuri nafasi ya mtu ikose maarifa. Narudia. Tena si vizuri nafsi ya mtu ikose maarifa. Sawa, soma ile ya Kiingereza. Biblia ya Kiingereza inasema desire, enthusiasm without knowledge is not good. Kupenda kitu, kupenda kufanya biashara bila kuwa na maarifa sio jambo zuri. Kupenda kuajiriwa bila kuwa na maarifa kwenye lile eneo ulioajiriwa sio jambo zuri. Kupenda cheo ni jambo zuri. Kama hauna maarifa, Biblia inasema sio kitu kizuri. Jifunze kujifunza ili uwe na maarifa kwenye kitu unachokifanya. Kama iwe ni biashara ya maandazi, iwe biashara ya kuku, iwe biashara ya ng'ombe, iwe biashara ya nguo, iwe biashara ya duka, iwe biashara ya kitu chochote, maarifa kwanza, kwa sababu bila maarifa utaangamia. Tusomee huo mstari. Rudia tena. 19 mstari wa 2. Kama una ile Biblia ya Kiingereza Amplified Bible ndashukuru, ama Biblia nyingine yoyote. 19 mstari wa 2. Ndio. Also that the soul be without knowledge, it is not good, and he that hasteth with his feet sinneth. Nimesoma ya King James. Soul with desire is not good. Kuwa na tamaa nafsini mwako ya kuwa mtu fulani, ya kufikia hatua fulani ni jambo zuri, lakini Biblia inatuambia sio jambo zuri sana kama hauna maarifa. Unataka kuwa mfanya biashara, nenda kajifunze. Haleluya. Mithali 24 mstari wa 5. Biblia inatuambia kuna nguvu kwenye maarifa, kuna nguvu kwenye hekima. Mithali 24 mstari wa 5. Neno la Mungu linasema mtu mwenye hekima ana nguvu, naam mtu wa maarifa huongeza uwezo. Mtu wa maarifa huongeza uwezo. Kiwango changu na chako cha pesa kinategemeana na kiwango cha maarifa tulionayo kichwani. Narudia tena. Biblia inasema mtu mwenye maarifa ana nguvu na anaongeza uwezo. Ukitaka kuongeza kiwango chako cha pesa, nenda kajifunze zaidi kitu unachokifanya. Nitakufundisha baadhi ya njia za kujifunza. Moja wapo, nenda darasani kasome. Darasani, classroom, naingia, mwalimu kasimama kafundisha. Funga mdomo, fungua masikio. Njia ya pili, kafanye kile kitu, utapata uzoefu, experience based. Utakosea utapatia, utakosea utapatia. Utajua what works, kinachofanya kazi unakiambatana nacho, kisichofanya kazi unakiacha. Jambo la tatu, Biblia inasema kajifunze kwa waliokutangulia, mentors. Paulo alimfundisha Timotheo, Elia alimfundisha Elisha. Mentors. Bwana Yesu aliwaandaa wanafunzi 12. Wewe unajifunzaga kwa nani? Muulize jirani yako, unajifunzaga kwa nani? Hatujazaliwa tunajua, wote tumejifunza huku. Unataka kuwa mchungaji, nenda kajifunze kwa mheshimiwa Mama Maboya. Ana uzoefu wa miaka nenda miaka rudi, karibuni miaka 25, sijui miaka mingapi wanahudumu. Wanajua kanisani, ukifanya hivi umevuruga, ukifanya hivi umepatia. Learn from experienced people. Achana na kujifunza kutoka kwa watu wasiojua. Fikiria. Ndege inaruka juu, alafu ikapata tatizo. Hivi rubani anaweza kuja kumuuliza msukuma mkokoteni, bwana ndege ikikorofisha kule juu nafanyaje huku chini? Ndio kosa ambalo wapendo wengi tunalifanya. Unaenda kumuuliza mfanyakazi mwenzako habari za biashara, rubani na msukuma mkokoteni. Hajawahi kufanya biashara. Mimi nataka kufanya biashara, hivi hapa nianze wapi? Ye mwenyewe msukuma mkokoteni, wewe rubani, wapi na wapi? Ni bora wewe una wazo la biashara, mwenzako hata wazo hajawahi kuwa nalo.
Unajifunza kutoka kwa nani? Chuma unoa chuma, ndivyo mtu unoavyo uso wa rafiki yake. Maana nenda kamtafute mtu ambaye ni chuma katika hilo eneo. Haleluya! Kajifunze kwenye miguu yake, utafanikiwa. Lakini inahitaji uvumilivu, inahitaji humility, unyenyekevu. Unyenyekevu. Are you willing to learn? Una moyo wa kujifunza kutoka kwa mtu? Una moyo wa kusema mimi hapa sijui, ngoja tu nikajifunze? Ukikosa huo moyo, umepoteza baraka yako. Biblia inasema mtu mwenye kuongeza maarifa ana nguvu kiuchumi. Umesoma vitabu vingapi? Njia nyingine ya kuongeza uwezo wako, vitabu, books. Mungu anisaidie, mimi nimeburuza, sio vingi, lakini nimesoma zaidi ya vitabu 400. Sisomi kufaulu mtihani, nasoma kuongeza maarifa. Simama wewe hapa, hujawahi kusoma hata kitabu kimoja, hata Biblia hujaisoma. Nisimame mimi hapa pembeni. Njia nyingine, kasome concordance, itifaki ya Biblia. Itifaki ya Biblia sijui hapa tutaizungumzaje. Itifaki ya Biblia si mnaijua? Wachungaji wanaijua. Kuna Biblia hii, alafu kuna ule kitabu mkubwa unaitwa itifaki ya Biblia, ambapo umepanga maandiko kulingana na chapter. Kwa mfano, ukitaka habari ya fedha, imeandika maandiko yote. Imani, imeandika maandiko yote kwenye Biblia ya imani. Tumaini, imeandika. Uponyaji, imeandika. Ukoma, imeandika. Fedha, imeandika. Biashara, imeandika. Nenda kachukue itifaki ya Biblia, kasome ile itifaki ya Biblia, huku narudi kwenye Biblia, utakuwa na hekima nyingi sana. Haleluya! Siku moja nilikuwa nimeenda kwenye vitabu, nikachukua vitabu, nikasikia moyoni Mungu ananiambia, wewe unachokitafuta sio hicho. Unatafuta matokeo, hautafuti chanzo. Watu wengi tunatafuta uchumi, tunatafuta fedha, tunatafuta biashara, ni jambo zuri, lakini chanzo chake ni maarifa kwanza. Hiko ndio chanzo. Suleiman alibarikiwa kwa maarifa, akawa tajiri mkubwa. Kwa nini? Alitafuta chanzo na sio matokeo. Jambo la tisa ni ujasiri wa kujaribu na kufanya kitu kiuchumi. Ujasiri. Mithali 31:17 Biblia inatuambia huyu mwanamke ni jasiri, anajaribu kufanya kitu. Tusomee mstari wa 17, 21, 25. Mithali 31 mstari wa 17. Hujifunga nguvu viunoni kama mshipi, hutia mikono yake nguvu. Asante. Hujifunga nguo kiunoni, manake ni jasiri, mambo yamekaza, najisukuma mbele. Halafu huo mstari wa 21 unasema hawahofii theluji watu wa nyumbani mwake, maana wote wa nyumbani mwake huvikwa nguo nyekundu. Asante. Hahofii theluji. Theluji manake anaishi kwenye nchi yenye baridi ambayo inazalisha barafu, kama sijui ni kule Njombe ama sijui wapi kwa Tanzania. Kibaridi kweli kweli. Wapendwa wengi, tunapoenda kazini, tunapoenda kwenye biashara, tunapoenda kwenye huduma, kuna wakati tukipata changamoto kule, kazi yetu sisi ni kuombea itoweke, lakini Biblia inatuambia tupambane na theluji. Haleluya! Pambana na theluji, pambana na vipingamizi, pambana na upinzani. Ni barafu limetokea, nenda katafute nguo ya joto. Usiombe Mungu atuletee jua, omba Mungu akufundishe jinsi gani utaishi kwenye mazingira ya baridi. Kuna baridi, kavae sweta, achana na maombi, katuletee jua. Kuna joto, achana na kumwomba Mungu atuletee baridi, katengeneze feni tupate upepo. Haleluya! Pambana na hali yako. Wakoma mtawasoma, walienda kupambana kule na lile jeshi ile, wasema potelea mbali, tukikaa huku tutakufa. Kwa nini tukae huku? Twende tukapambane huku. Mwambie jirani yako pambana.
Pambana. Achana na maombi, Mungu niondolee, Mungu niondolee. Akuondolee nini? Utapataje ushindi bila kupigana vita? Utapataje pesa bila kupambana na umaskini? Kwa hiyo kuna wakati Mungu tutamwomba atuondolee na atuepushe, kama Zaburi anavyosema, kwa sadaka zetu Mungu atatuepusha na mabaya. Lakini kuna wakati Mungu atahakikisha tunapambana na Goliath. Jambo la 10. Hivi mtaniruhusu nikisimama nikimaliza tumalize kimoja, ama tuwe na breki? Tumalize kimoja Sawa, tumalize kimoja na mimi nitaflow vizuri zaidi. Lakini kabla sijaenda hapo, ngoja kwanza kwenye hili la 9 nasikia tuongee kitu. Mhubiri 11 mstari wa 4. Kwenye hili jambo la ujasiri, hatutaki watu waoga sisi hapa. Mhubiri 11 mstari wa 4. Naogopa. Kila kitu naogopa tu wewe. Biashara naogopa, ujasiriamali naogopa, kununua kiwanja naogopa, kuanzisha mradi naogopa. Mungu kakuita kwenye huduma unaogopa. Uwe mwalimu unaogopa. Njoo usimame mbele hapa, mimi sitaki. Njoo uimbe, uoga. Uoga wa nini? Hautasogea maishani. Jivike ujasiri. Haleluya! Siogope kukosea. Unaniona mimi hapa nimesimama. Siku yangu ya kwanza kusimama nilisimama Kigurunyembe hapa shuleni form 2. Niliambiwa leo wewe utakuwa mhubiri. Kijasho kilinitoka. Majasho yalitoka huku makwapani kuliloa huku kuliloa. Huku kote kuliloa. Nakumbuka ile siku kijasho kilinitoka. Lakini tulikuwa na wewe utaratibu kwamba lazima tuhudumiane. Leo anasimama huyu, kesho anasema huyu. Na rafiki yangu alinipa kipindi, mnamfahamu baadhi yenu, Mheshimiwa Adam Kilongozi, sijui kama mtamkumbuka. Adam Kilongozi mnamfahamu? Unyosheni mkono mnaomfahamu. Okay, wengi sana. Mbarikiwe. Adamu aliniambia, busara, leo ndio siku yako ya kwanza utasimama kufundisha hapa mbele. Sifanye masiara, nisikia kama pumzi na bana. Basi Bwana Mungu ambariki yule ndugu yangu, alinipa ujasiri. Siku ya pili nikasimama tena, siku ya 3, na hata leo Bwana amenisimamisha. Achana na uoga, usitafute visingizio kwa nini inashindikana. Tafuta sababu kwa nini iwezekane. Tusomee hiyo Mithali. Biblia inatuambia tuachane na mambo ya kuangalia upepo visababu na kuangalia mawingu visababu. Kwa nini tunashindwa kupanda fedha? Kwa nini tunashindwa kupanda kuanzisha kitu? Tuambatane na uhalisia wa kujaribu kwa ujasiri kufanya kitu ambacho Mungu anatuambia tukifanye. Mhubiri 11 mstari wa 4. Mwenye kuangalia upepo hatapanda, naye atazamaye mawingu hatavuna. Mwenye kuangalia upepo hatapanda. Kwa nini wewe uombe kazi? Nasikia hakuna ajira, kwa hiyo you don't apply. Umemaliza chuo uombi, kwa nini unaangalia upepo? Kwa nini uanzishi biashara? Nasikia biashara ngumu. Upepo huo. Mungu kakwambia wewe ni mwalimu. Kwa nini usiende kwa mheshimiwa mchungaji, mama askofu, kumwambia mimi ni mwalimu, naombeni mnisaidie kanisani. Nitaanza na chekechea Sunday school. Nikimaliza kule nitakuja kwa vijana. Siku mkinipa nafasi nitasimama kanisani. Upepo unakuambia mama mchungaji mkali nyie. Atakutoa mbio. Upepo huo umeangalia wewe. Unashindwa kuanzisha biashara sababu nini? Unaangalia upepo. TRA watanisumbua. Kuna baba mwenye nyumba atanidai kodi ya jengo ya frame. Achana na upepo, nenda kapande. Haleluya! Vinginevyo hautavuna. Hakuna anayevuna bila kupanda, na kwenye kupanda kuna magumu, kuna kununua ardhi, kuna kulima shamba, kuna kupambana na magugu, kuna kupigilia dawa. Wakati mwingine wanakuibia hapa na pale. Wacha waibe, lakini wewe usiache kupanda. Haleluya! Acha sababu zisizokuwa na msingi. Wanafikiria sisi tumekamilika tulosimama hapa mbele. Siku moja Mungu akaniambia nenda kafanya hii kazi kule. Nikamwambia mimi siwezi kufanya hii kazi.
Kwa nini? Sina uzoefu. Akaniambia kasimame, fundisha watu jinsi ya kuwekeza katika ardhi, nyumba za kupangisha na viwanja. Nikamwambia mimi Mungu huwa nawekeza kwenye hisa, vipande, UTT, benki. Huku kwingine sijawahi. Akasema nenda kafanye, sio kwa sababu unajua, lakini neema yangu itakusimamisha. Nikawaza nifundishe kitu ambacho mimi sikifanyi. Nikakipuuza. Nikaenda kufundisha, lakini sikufundisha kwa moyo. Nikafundisha kanisani, nikatoka kutimiza wajibu. Nilipotoka tu nikasikia Mungu ananiambia moyoni, umefanya nini? Nikamwambia nimefundisha. Umefundishaje? Kwa uzembe. Basi nikamwambia Mungu nisaidie, nipe nafasi nyingine, nitafanya kwa umakini na umahiri, nipe ujasiri. Mungu akanitengenezea nafasi nyingine, wakaniita lile kanisa, nikafanya kwa ujasiri. Haleluya! Yapo mazingira tutakuwa waoga, lakini tusiache kufanya kitu sahihi ambacho Mungu anataka. Nikafundisha jinsi gani unavyoweza kutengeneza faida katika ardhi, na Mungu alinisaidia. Alisema kasome Mwanzo 1:1. Hapo mwanzo Mungu aliumba mbingu na nchi. Kafundisha habari za ardhi kwa sababu ndio kitu cha kwanza nilichokiumba mimi. Akanipeleka kwa wale wakina mama kwenye Luka 8 mstari wa 1 hadi wa 3. Walikuwepo wanawake waliomtegemeza Bwana Yesu kwenye habari ya Injili kwa kumpa fedha, kwa sababu walikuwa wanamiliki viwanja na nyumba. Walikuwepo wakina Anania na Safira, walijiwekeza kwenye majengo na viwanja. Kawafundishe watu habari hizo. Ujasiri unahitajika. Acheni uoga. Kina mama, acheni uoga. Haleluya! Nenda kafanye kazi. Biblia inatuambia yule mwanamke uangalia shamba na kulinunua, manake anawekeza katika ardhi. Nikafundisha, nikamaliza, nikatulia. Jambo la 10. Jambo la 10, msingi wa 10 wa kukusaidia kwenye kusonga mbele kwenye maisha ni kuwa na vipaumbele sahihi. Kuwa na vipaumbele sahihi. Nitakuelezea kitu. Tunapokula ugali kwa kawaida, tunachukua mkono, tunaingiza kwenye ugali, tunatoka pale tunaingiza kwenye maharage, kitoka kwenye maharage tunaingia mdomoni. Mkono ugali cha kwanza, maharage cha pili, mdomoni cha tatu. Vipaumbele ni kufanya mambo kwa utaratibu unaoleta maana na tija. Lakini tunapokula ugali, naweza nikaamua tu kwa makusudi nikachukua ugali wote nikaula kwanza. Nikimaliza bakuli langu la ugali na kuja kwenye mboga na imimina tu, vitachanganyikia tumboni. Kuna ubaya? Ni dhambi? Sio dhambi na kuna ubaya. Vitachanganyikia wapi? Tumboni. Mwingine kwa makusudi anaweza kukomba mboga, tukifika tu mezani anawahi mboga kwanza, anaipiga chwa, kamaliza. Ugali uko wapi? Anakula ugali, kamaliza. Kuna ubaya? Lakini sio utaratibu. Kwenye uchumi, kwenye fedha, kwenye biashara, kwenye kazi, Mungu ametoa vipaumbele na nataka nivisome. Ninaomba wafundishe watoto wako kufuata hivi vipaumbele. Mawazo yenye tija kwa maneno ya dhahabu, kukupa hamasa na kukujengea uwezo wa kufanya zaidi na kuwa zaidi. Welcome to the home of positive vibes.